akili yenye nguvu ina umuhimu kwenye maisha, biashara, uwekezaji na kazi pia. Mtu mwenye uwezo mkubwa wa akili huwa ana uwezo wa kufanya maamuzi sahihi na kutatua changamoto mbalimbali, lakini pia kuona fursa mapema kabla ya watu wengine hawajaziona hizo fursa. Uwezo wa akili unajengwa kupitia mazoea na tabia za kila siku. Tabia ya kwanza ni kutatua changamoto. Changamoto huwa zinaifanya akili ifikiri zaidi na kutafuta suluhisho. Kila unapokutana na changamoto na ukajitahidi kutatua hiyo changamoto, akili yako inaongeza uwezo wa kuchambua mambo na kupata suluhisho kwa haraka. Chukulia mfano kwenye biashara, unaweza kukutana na upungufu wa wateja, lakini pia mauzo kushuka. Kupitia changamoto hii, unapoitatua kwa kutafuta mbinu mpya za masoko, kwa njia hii akili yako inajifunza njia mpya za kufanya utatuzi wa changamoto mbalimbali kwenye biashara. Usikimbie changamoto, kwa sababu changamoto huwa zinajenga uwezo mkubwa wa akili na uzoefu kwenye biashara. Tabia ya tatu ni kusoma vitabu. Vitabu huwa vinaongeza maarifa na kukuonyesha mawazo mapya kutoka kwa watu wengine mbalimbali wenye uzoefu. Unaposoma vitabu vya biashara, fedha, maendeleo binafsi na elimu nyingine mbalimbali, unaongeza uwezo wako wa akili. Kadri unavyosoma vitabu, ndivyo akili yako inavyokuwa na maarifa na uwezo mkubwa zaidi wa kuelewa na kutatua changamoto mbalimbali. Tabia ya tatu ni kupumzika kwa masaa kuanzia 6 hadi 7. Ubongo huwa unahitaji mapumziko ili uweze kufanya kazi vizuri. Usingizi wa kutosha huwa unasaidia akili kuwa na kumbukumbu mbalimbali na kuongeza umakini na ufanisi kwenye kazi, lakini pia kwenye biashara. Unapokosa usingizi, unaweza kupunguza uwezo wako wa akili namna ya kufikiri na kutatua changamoto mbalimbali. Ukipumzika vizuri, utaifanya akili yako kurefresh na kuongeza uwezo wa kufikiri ambao utakusaidia kufanya kazi kwa ufanisi. Tabia ya 4, jifunze kila siku. Unapojifunza kila siku, unaifanya akili yako iendelee kukua na kuzidi kuongezeka. Unaweza kujifunza kupitia kusoma vitabu, kusikiliza podcast mbalimbali za kuelimisha, ama kwa kufuatilia watu wenye uzoefu na hicho kitu unachokifanya. Inaweza kuwa ni biashara au kitu kingine tofauti na biashara. Lakini pia unaweza kujifunza kupitia mazingira yanayokuzunguka. Mtu anayejifunza kila siku huwa ana maarifa mengi na uwezo mkubwa wa kufanya maamuzi mazuri zaidi. Maarifa ya kila siku huwa yanaongeza uwezo wa akili na kukufanya uwe bora zaidi kwenye maisha, kwenye kazi, lakini pia kwenye biashara. Tabia ya 5 ni kufanya mazoezi. Mazoezi huwa yanaongeza afya ya mwili na ubongo pia. Unapofanya mazoezi, damu inakuwa inazunguka vizuri mwilini na inafanya ubongo uweze kufanya kazi vizuri. Mazoezi pia huwa yanapunguza stresi na kuongeza uwezo wa kufikiri. Wewe kama mfanyabiashara, unapofanya mazoezi, inakusaidia kuwa na hali nzuri ambayo itakusaidia kufanya mawasiliano mazuri na wateja wako kwenye biashara. Mwili wenye afya huwa unajenga akili yenye nguvu, akili yenye umakini, nikimaanisha focus, na uwezo pia wa kufikiri katika kutatua changamoto mbalimbali za kibiashara. Kuongeza uwezo wa akili huwa kunahitaji nidhamu, mwendelezo na kufanya tabia mbalimbali ambazo zinachangia kuongeza uwezo wa akili. Hakikisha unatatua changamoto, unasoma vitabu, unapata muda mzuri wa kupumzika, lakini pia unajifunza kila siku na kufanya mazoezi. Ukifanya hivi mara kwa mara, akili yako itakuwa imara, iliyojawa na maarifa na uwezo mkubwa wa kufikiri na kutatua changamoto mbalimbali.